Hujambo mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, kama kawaida umewadia muda mzuri wa kuweza kufuata uchambuzi wa habari, uchambuzi ambao unakuwa kigubikwa na kurasa mbalimbali. Utakuwemo ukurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari kutoka mikoani na habari za kitaifa. Isake Mulucha Ashibele jina langu, upande wa pili Merci Mbelechi. Msikilizaji, na kualika kwa utulivu uambatane ni mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Na sasa tufungue ukurasa wa kwanza kabisa wa habari muhimu na mpisha mwenzangu Safari Alimasidile. Safari, karibu. Asante Isaac Mulucha Shibe kwa kulipa fursa. Na katika habari muhimu tuanzie na ukotuetu ambako hali ya usalama ni yenye kuzorota kwa hali ya juu zaidi katika maeneo mbalimbali ya vijiji vya sekta Itombwe na tarafani Fizi kutokana na mapambano makali yanayoendelea mpaka sasa kati ya jeshi la taifa FARDC kwa kushirikiana na wazalendo dhidi ya waasi wa Twirwaneho na M23 ambao kwa imepelekea kijiji cha Tuetue kuanguka mikononi mwa FC M23. Na kwingineko ni kwamba baada ya tetesi kuwa gavana wa Kivu Kusini na makamu wake wametishwa Kinshasa ili kujibu juu ya tuhuma za uongozi mbaya, hatimaye vyanzo vya karibu na gavana makamu vyakanusha madai hayo na kutoa mwangaza zaidi. Isaac, ni hayo ndio ambayo tulikuwa nayo kwenye habari muhimu, ila na kuacha uendelee na mambo kaza wa kaza. Asante sana Safari Alimasi kwa ukurasa wako huo wa habari muhimu. Msikilizaji, na sasa tujikite katika uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina, tukianza hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba uongozi wa jarida la Fizi News 24 umetoa msaada wa mabati 5 kwa ajili ya kusaidia ujenzi wa studio mpya ya Radio Kivu Baraka Alhamisi hii ya tarehe 6 Novemba 2025. Kwa jambo hilo uongozi wa Radio Kivu umetaja kushukuru kwa msaada huo. Akiwa mbele ya vipaza sauti vya redio yako, Bwana Modeste Salumu Msafiri, moja kati ya wanamemba wa jarida la Fizi News 24, amesema kuwa wametoa msaada kwa ajili ya kusapoti kazi za ujenzi wa Radio Kivu ambayo ina umuhimu mkubwa. Tuliweza kutoa msaada wa manjanja 5 kwa jengo kuu la Radio Kivu. Mawazo watu tumeyapata kufatana na nia nzuri ambayo viongozi wa Radio Kivu walianzisha jengo, na vile vile ikatupelekea na sisi kuweza kupata ile nguvu ya kusema tuchangie kidogo, na tunaweza penda kwa wengine waige mfano huo, sio tu kutegemea watu wa Ulaya. Vile vile hata mwenye anaweza kuwa na yake $5 anaweza changia kama vile tunavyofanya na sisi. Fizi News 24 ni kitengo kinachohusika na radio, nayo ni media en ligne tuseme vile, ambayo inayotangaza tarafani Fizi vile vile na mji wa Baraka na eneo zingine tofauti. Kilicho tusukuma si kitu cha ajabu, labda tu tuliona gisi viongozi wa Radio Kivu walianzisha kazi za ujenzi, na sisi ilitusukuma kuona ile ni kitu ambacho kinasaidia umma katika eneo mbalimbali, na vile vile na sisi tukaona tusapoti lengo lile. Ndio tulijisikia kutoa sehemu ya kidogo ya manjanja tulikuwa nayo, na ni manjanja 5. Hatusemi kama tutaishia pale, labda kusiku zijazo tutaweza kutoa ingine msaada, kwani katika jengo kuna mahitaji mengi. Tunaambia kwa watu wengine sio tu kupana ni moyo, sio kuwa tajiri. Kwa hivyo tunatoa ujumbe kwa wengine kuweza kuchangia kidogo kwa ile pato ambao wanaoipata ili jengo letu liweze kusimama. Unajua radio kwa siku za sasa inasaidia sana, na ni kwa sababu hiyo vile vile tunatoa ile wito kabisa kwa kila ule ambaye anayepata yake kidogo akichangia ili ile jengo ipate kusimama na itende kazi. Bado tukiwa tu katika mji wa Baraka, kutokana na kuibuka kwa kasi kwa ugonjwa wa kipindupindu katika kata la Mwandiga ya 3 kwa sababu ya ukosefu wa maji masafi, uongozi wa kata hilo umeomba kwa wale wanaohusika na kuweka dawa ndani ya maji kuwahi haraka, kwani kata la Mwandiga ya 3 watu wanasumbuka na kipindupindu ambacho kinasababishwa na utumiaji wa maji yasiyowekwa dawa. Kwenye mazungumzo nasi Bwana Bombe Munebato, kiongozi makamu wa kata hilo, amesema kuwa raia waishio Mwandiga ya 3 wanatumia zaidi maji ya viziwa kutokana na ukosefu wa maji masafi. Hivyo ni sababu ya kipindupindu kuibuka kwa kasi sana maeneo hayo. Hiyo ni kweli, uhaba kabisa wa dawa katika maji. Hiyo ndio maana ugonjwa wa kipindupindu inazidi katika kijiji chetu cha Mwandiga wa 3. Tunaomba kitengo ambacho kinahusika na dawa ya kuweka katika maji kije kwa haraka, kwa sababu ugonjwa unazidi. Kwa sababu kama wakukuja kwa haraka, maafa itazidi na kuzidi kwa sababu ugonjwa wa kipindupindu. Ndio tunaomba kitengo cha
kutia dawa ndani ya maji kiwahi kuja kwa haraka, kwa sababu kwa kuepuka na ugonjwa wa kipindupindu. Kule kuikaa ni fasi tofauti tofauti, kwa sababu watu wanateka maji kufasi tofauti tofauti, na gisi watu wa raia wa mwingine gisi wanavyoteka maji tofauti tofauti. Ndio maana mimi naomba waje kwa haraka, na gisi wanavyoteka maji fasi tofauti nao ndio watakaa katika fasi tofauti. Kolera kwa sasa, kwa leo tu, mimi mwenyewe kama vile chef wa adjoint, mimi mwenyewe nimeshuhudia watu 6 walienda kwa leo. Mimi mwenyewe kwa macho yangu walipitia kwanza kwangu. Ona shefu, tunavyohangaika na maji na ukosefu wa dawa katika maji. Ndio maana mimi nimeomba kitengo cha kuhusika na kutia dawa ndani ya maji, aidha katika dumu ambazo wanawake wanateka maji, kiije kwa haraka, kwa sababu kwa kuepuka ugonjwa wa kipindupindu. Residents zote zagawahi kuomba maji, lakini hakuna chochote ambacho wanafanya. Hatujui kama wana mipango gani, kwa sababu hicho ni kitengo cha serikali. Sisi hatuwezi lazimisha serikali ifanye mamlaka mbio na wao wako na programu zao. Kumbe ndio tunaomba residents inakawa. Ndio maana tunaomba hili kitengo ambacho kinahusika na dawa kije kwa haraka, kwa sababu ya kuproteger raia uzurike sana na magonjwa ya kipindupindu. Msikilizaji, baada ya tetesi kutapakaa kuwa gavana wa Kivu Kusini na makamo wake wameitishwa Kinshasa ili kujibu juu ya tuhuma za uongozi mbaya wa jimbo hili, hatimaye vyanzo vya karibu na gavana makamo vyakanusha madai hayo na kutoa ufafanuzi zaidi ya jambo hilo. Akizungumza na Radio Kivu, Bwana Makambo Juma Intelligent, mdau wa karibu na mheshimiwa Jean-Jacques Lakano, amesema kuwa waziri wa mambo ya ndani aliitisha sio tu magavana wa Kivu ya Kusini, bali magavana wa jimbo zote hapa nchini ili kutathmini masuala ya uongozi. Kila uongozi na kila kazi ina hierarchy, na wakati unapozungumzia swala la territorial, kama vile tuingilie kiundani bila kwenda mbali, wakuu viongozi wa mkoa akiwemo gavana pamoja na gavana makamu, mkuu kiongozi wao ni vice premier ministre, ministre wa affaires intérieures. Ni yeye ambaye ana majukumu, ni yeye ni mkuu kiongozi wao direct, ambao wanatakiwa watumike bega kwa bega. Na wakati mkuu kiongozi anapoita subalterne wake, hakuna swala lingine, ni swala la kutengeneza, kujua kazi inaendelea namna gani na nini ambacho tunatakiwa kufanya na nini ambacho kingetakiwa kufanyika. Na ilikuwa sababu kubwa ya wakuu viongozi wa mkoa wetu wa Sud Kivu wao hapa Kinshasa, na wakati walipofika walionana na mkuu kiongozi ambaye tunaita katika lugha ya Kimombo VPM, vice premier ministre, ministre wa mambo ya ndani, akawakaribisha katika ofisi yake na wakazungumuza kuhusikana na gestion ya Sud Kivu en particulier. Na uliona hata kama vile waziri wa masuala ya ndani alijaribu kuita ofisi zote za mikoa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wamewasiliana wote hapa kwenye jiji kuu la Kinshasa, na wakaongea na akaonesha hatua gani, nini ambao wanatakiwa wakifanye kulingana na vision ya chef de l'etat. Kwa kuongezea, Bwana Makambo Juma Intelligent ameonyesha namna waziri wa mambo ya ndani alivyowataka wanabunge wa majimbo kutokusumbua magavana kwa wakati huu ambao unakuwa na uvamizi wa kivita. Kumekuwa na zile shika ni kushike katika ofisi za mikoa, ile ambayo tunaita Assemblée provinciale. Kumekuwa shika ni kushike, hii barua inatoka, tunatia motion ya gouverneur, tunatia motion ya vice gouverneur, tunatia motion ya huyu, lakini kulingana na mazungumzo ya VPM ameonyesha kwamba tuko katika hali ngumu ya salama kuwa ndogo katika nchi yetu ya Kongo, hususan mashariki ya nchi yetu ambayo imekumbwa na vita ambavyo vimeingilia na hao Wanyarwanda wakiwa na wasaidizi wao wa AFC bar M23. Ino maana hakuna katika wakati huu, hakuna ofisi ambayo itaingilia mambo ya ile mamotion, mambo ya kufanya masekuse katika Assemblée provinciale, kwa kuwa akili yetu, mawazo yetu inaangalia namna gani tutakavyo piganisha adui atoke katika nchi yetu. Na huko tuwe hali ya usalama ni yenye kuzorota kwa hali ya juu zaidi katika maeneo mbalimbali ya vijiji vya sekta ya Itombwe tarafani Fizi. Hivyo ni kutokana na mapambano makali yanayoendelea mpaka sasa kati ya FARDC kwa ushirikiano nao wazalendo dhidi ya wahasi wa Twirwaneho M23, mapambano ambayo yamepelekea vijiji vya tuwe kuangukia mikononi mwa wahasi wa AFC M23. Ripoti ya Kibibu Kurutantine Aldama inaangazia zaidi.
Taarifa tunazo ni kwamba ni tangu siku ya pili ya wiki tunayo ndipo vikosi vya FARDC kwa ushirikiano na wazalendo wameanzisha mapambano dhidi ya vituo kadhaa vya waasi wa FCM23, ila kwa bahati mbaya vita hivyo ni kama vimegeuka na hivyo kupelekea senta ya Tuetue iliyokuwa moja ya ngome za jeshi ya FARDC kuanguka, kama alivyohakikisha hapa Emable na Bulizi, moja kati ya wasemaji wa vikosi vya wazalendo kwenye nyanja za juu. Depuis siku ya pili mapambano imeanza hotel bila lombili, wakapiga kabisa bila lombili mpaka wakaingia pale ku stade ile force ya FDCC Madare Kakobanya, wakasikia eti wao tiro waneho wakiwa koalize na Red Tabara na FNL za Vampema wanaenda atake ni force za FARDC, ndio yeye observance wakakubanya Jimmy Kideta kaenda renforcer FARDC, ndio wakarudisha adui. Vile vile tena jana wakakuja vita kaendelea tena vilano mbili wakapigana mpaka mkaingia leo asubuhi depuis 4h ndio au watu wanao hiyo coalition ya Red Tabara FNL za Vampema wakaona kama wameisha shindwa kwa tatema posio za wazalendo wakakubanya, ndio maana wamepenya katika mapori walelala wiko napiga mapori. Nikwambie tu ndio wakatumokea pale ku fasi wanaita Tuetue kutope kwenye kulikuwa komanda colonel wa FARDC, ndio kwenye kulikuwa saa vile baadhi yake mtope vile ndio wanapenya wanafika pale, ndio wakapiga pale huko matranche militaire wanachimba mashimo mifreji ya kule ndani daire. Ukifika pale ndugu mtangazaji unalisikia kupotea mwele matranche militaire mko maaveni na makartier wanaingia pale bakapiga FARDC pale na kuideloge pale mpaka sasa inakuambia kabisa saa hii kabisa wale wahuni ndio uko pale. Alors tamshangaza tunaona hii serikali jeshi la Burundi alifanya kitu liko ngambo yetu fasi wanaita Vikarati mwele tuko ya Kawambi na Dayoverwa biko Kitasha biko Kukwezero ni en quelques kilomètres tu na pale kusudi bara forcer pale mais biko passif bouger habajui kitu habafe kitu. Alors naona kabisa force ya Kakobanya ndio na kuzize kwenda iende rapporter sai wa wale wa FARDC walikombia pale ifo sasa tupige ile FARDC tuke pale. Sababu gani? Mbele yao ya ile kaa kwenye wanakamata mbele kule ile nafasi ya kuinipia mtege ni wazalendo na FARDC ndio wenye wanadhibiti pale, nyuma ni wazalendo wakakubanya na FARDC moja kundi wanadhibiti biko katikati. Wakati hayo kijiri, Radio Kivu imejaribu kuhojiana na moja kati ya raia wanaopatikana eneo la Kwenzero ambao ni wakimbizi wa ndani. Aliyehifadhi jina lake ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa eneo la Kwenzero mida ya mchana. Nani naanguka vilaro mbili kwa mikono ya wameventurwa na Tuetue, si watu tu ni kukimbia. Hali ya kabisa tunaona kama mambo inaharibika. Wameventurwa walikuja vamia kampe ya nani ya Tuetue na vilaro mbili maka hizi wakafukuza ama wajeshi mpaka hizi ni wale ndio wanadhibiti pale. Ile ndio habari kabisa iko hapa na watu hizi wanazidi kukimbia na moyo wangali porini. Hata raia inateseka. Serikali ijaribu kutufanyia nguvu iangalie kama yeye unaweza naisha kabisa. Upande wa huko Point Zero, wananchi raia wako katika hali gani kulingana na hiyo hali inayopitika huko? Kuna hali ya uoga kabisa ya hatari. Hapana, zote zinasimama, maduka zinafungwa. Maana hizi kazi ni kukimbia, kila mtu ni kushika vya kwake. Sasa wanakimbia nini na wakati wenda vita haijafika Point Zero? Karibu na pale wanajongelea. Unaona wanajongelea, wanaangaliana macho kwa macho na wenzao. Kwa sasa wazalendo pamoja na jeshi la FARDC wako eneo gani? Hao pia wa M23 wako sehemu gani katika hayo maeneo ya milimani? M23 bako Tuetue, bako nani vilaro mbili yote na Ngezi na ilisha karibia Point Zero pia. Ile tula FARDC iko hapo tu Tuetue linachunga pale pamoja na Burundi. Hali ya sasa mpaka serikali fanye nguvu, jeshi la taifa lifanye nguvu liokoe population hewa ambayo iko nayo. Pamoja na hayo, mwishowe Emable na Bulizi ameonyesha kuwa shabaha ya wahasi kuteka eneo la Tuetue ilikuwa kuja kuteka vifaa vya kivita. Tunaona ya kwamba walikuwa atake pale juu ya kuja kujiprocure na maminisio wapore pale kusudi bajira vita yetu.
Alors mpaka saa hii hali ni tete kabisa, lisasi ni lisasi, moto ni moto, hakuna kurudi nyuma, na ndio maana kakubanya na force kabisa kuone kusudi badoloje wale babwana pale. Taarifa tunazo zinasema kwamba Bilalo mbili na kando kando hata pia tuwe hivyo vijiji vyote vimeanguka katika mikono ya hao wa M23. Unatuambia nini porte parole kuhusu hizo kauli? Hapana, ile ni uongo kabisa. Bilalo mbili ngali katika mikono ya wazalendo na parti moja tuwe. Et d'ailleurs sisi tuna garder na parti moja tuko na saa inukia kwa antenne ya Mikenge ndio kwenye tuko. Na afari de singali pale na wazalendo wakakubanya FDC uiko pale tu wamejipenyeza tu kuingia mwale idikota ya koloni wa FARDC kusudi wapore. Nyuma tunadhibiti na mbele yao tunadhibiti. Porte parole, habari tuko nazo zinasema kwamba raia wa eneo za Point Zero wako katika wasiwasi mkubwa na wengi wameishaanza kukimbia kwa sababu ya wasiwasi kulingana na namna wanavyoona sura ya vita. Ndugu mtazamaji, hiyo ni uongo mtupu. Uongo mtupu kabisa. Watakimbia nini? Wakati mbele kuko wazalendo, mbele kuko FARDC, mbele kuko serikali ya kutosha, wasodao wa Burundi wa kutosha. Watakimbia nini? Na yeye muhuni haweza kafika atapitia wapi? Unayo pori gisi iko pale. Mapolisi zetu tunapanga mwele pori. Hawezi akapitia pale, hawezi na hata wezaka kudeloger population ya Point Zero. C'est vrai Point Zero kuko wa deplacer wa mingi maelfu na maelfu, presque wa mingi ni wazalendo walioshiku silaji wa kulinda ile raia na mali yake. Daire muda kidogo utasikia na kuambia kama ule adui tunamderoger anaingia katika pranarudia kwenye leto. Tufahamishe kuwa hali ya sasa ni ya utata juu ya kufahamu hatma ya raia wa Point Zero na kando kando. Na sasa ni muda mzuri wa kufuatilia ukurasa wa habari za michezo. Inampisha Sudi Valentin kwa ukurasa huu. Karibu. Na barabara kabisa mwenzangu Izaki Mulucha Shibele kunako ukurasa wa habari za michezo namba 19 kipepea barabara mgongoni wangu. Tuanze na hizi habari za hapa katika mji wa Baraka ambako kata ya Malala wamefanikiwa kutoa ubingwa wa tournament ya mechi za makata mbele ya masimu wa jadi ambao ilikuwa ni kata ya Matata. Hivyo ni kisha kuwatandika 2-0 kuna kutoka kipindi cha kwanza cha mchezo. Ni kwamba mpenzi msikilizaji, kata ya Malala wamefanikiwa kutoa ubingwa huo kisha kuwatandika vibaya sana vijana wa kata ya Matata. Lakini mechi nyingine ya upande wa wanadada ambayo ilishuhudiwa majira ya saa 7 ni kwamba klabu ya wanawake ya Force de Fille waliweza kuibuka na ushindi 2-0 vile vile mbele ya wanadada kutoka katika kata la Mwemezi au Mwemezi Sport. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba mechi moja ya kirafiki inatarajiwa kupigwa mchana wa siku ya 5 ya tarehe 7 Novemba mwaka 2025 ambako walimu wa Complexe Scolaire College Notre Espoir Secondaire wataweza kukata mzo wa fitna dhidi ya wale walimu wa Complexe Scolaire Calvary. Mechi itaweza kushuhudiwa kunako uwanja wa Lumumba majira ya saa 9 kamili za jioni. Tukiachana na habari za hapa katika mji wa Baraka, kwingineko ni kwamba ligi kabambi hapa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Linafoot iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Alhamisi ya wiki tunayo ambako dabi kubwa ambayo iliweza kushuhudiwa na mashabiki wengi hususan upande wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa ni dabi kati ya klabu ya AS Dauphin Noir ya Goma Jimboni Kivu ya Kaskazini dhidi ya masimu wa jadi ambao ni klabu ya OC Bukavu Dawa kutoka hapa katika jimbo la Kivu ya Kusini. Matokeo ni kwamba vijana wa AS Dauphin Noir ya Goma waliweza kuwatandika 2-0 klabu ya OC Bukavu Dawa, huku mchezaji kutoka katika tarafa la Fizi na mji wa Baraka ambaye ni kandida Mapendo Payet anaendelea kupeperusha bendera la tarafa la Fizi na mji wa Baraka, hivyo nikiisha kuweka tena bao nyingine kwenye mechi hiyo dhidi ya klabu ya OC Bukavu Dawa, bao ambalo iliweza kuingia kwa dakika ya 55 kipindi cha pili. Ni rasmi sasa mchezaji huyo kutoka katika tarafa la Fizi na mji wa Baraka kandida Mapendo Payet anakuwa na bao 3 kwenye mechi 3 ambazo tayari amecheza akiwa na klabu yake mpya hiyo ya AS Dauphin Noir yako katika mji wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini. Mechi zingine ziliweza kushuhudiwa mchana wa siku ya 3 ambako AS Rangers waliweza kuwatandika Aigle du Congo 2-1. Klabu ya OC Renaissance wakatandika 3-1 dhidi ya AS Vita Club. Klabu ya Daring Club Mtima Pembe yako Kinshasa wakatoka sare ya 1-1 dhidi ya klabu ya AS Maniema Union. Huko klabu ya FC Lupopo wakaweza kuwatandika klabu ya FC Chika 2-1 na klabu ya CS Manika wakaweza kuwatandika AS Simba 1-0. Mechi ambazo ziliweza kushuhudiwa siku ya 3 tarehe 5 Novemba mwaka 2025.
Na mwishowe ni kwamba michuano ya Premier League hapo katika nchi ya Burundi itaweza kutimua vumbi. Siku ya 5 vitalota kipiga vikali zaidi ya klabu ya Flambeau du Centre huko Ngozi City. Siku ya Jumamosi wataweza kukaribisha Aigle Noir. Klabu ya FC Vision watakata mzo wa fitna zaidi ya klabu ya Muzinga FC. Huko klabu ya Olympique Star watakata mzo wa fitna zaidi ya klabu ya Garage Express. Musongati wataweza kukaribisha klabu ya Kayanza United. Messager Ngozi wataweza kupambana vikali zaidi ya klabu ya FC Dynamico, na klabu Interstar watakata mzo wa fitna zaidi ya klabu ya Bumamuru. Hiyo ni wiki ya 11 sasa hapo katika michuano ya ligi kuu hapo katika nchi ya Burundi ambayo ni Premier League. Na hiyo ni kwa kurasa wa habari za michezo mwenzangu za Kimlocha Shida. Radio Kivu michezo leo. Asante sana Sudi Valentin. Msikilizaji, kama ndo kwanza utakuja kujiunga nasi, nikukumbusha tu kwamba unaendelea kusikiliza radio ya kijamii Kivu, na huu ni muda wa uchambuzi wa habari. Unatushika vema kabisa kunako masafa ya FM kwenye mita bendi ya 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Na huko katika mji jirani wa Uvira ni kwamba vuguvugu Machozi ya Raia imeandika kibarua cha kuomba serikali ya jimbo na ile ya meya ya Uvira kuvalia juga kazi za kukarabati daraja la mto Kavimvira ili kuepukana na maafa yanayojitokeza kila leo. Kwake Emmanuel Abedi, mratibu wa Machozi ya Raia mjini Uvira, ametoa hapa sababu za wao kuandika kibarua hicho. Tayari ni alerte Machozi ya Raia ilifanya na soma vraiment le concerné direct wakati kufika pale kwenda kuvizitia betua pale Kavimvira, yona kwamba chezi yuko anachemika chezeka pale. Kana ya deviation iko pale yuko anasaidia na tanda yenye kasha tama desordre mingi sana, wamosha mchika migulu, wengine washakufa. Entreprise ASK yuko anafanya kazi ya barabara, iko natengeneza sasa kilalo kwa sasa kilalo sasa officiellement imetambatana ile RN5. Sasa ukiangalia namna gisi yuko anatengeneza haviko murapidite. Sio nakionekana kwamba kulingana na kisi magari ziko mingi mugini, mambutiaje, madesordre, maperte, ile nani kutumana nani pale vitu viwaza kwamba tubasisimue bangali kisi anaweza kama atezele kilalo mchana kama vile usiku, tujua kuravitele kilalo bemalize mapema. Et c'est dans ce sens même tuliona kwa kuona kisi deja ba piéton basa kwa victime mettre fois mettre reprise parce que tuko presque na watu jimesha vunjika hata miguu kule kilalo kwa ukosefu wa mchanganyiko. Kuna kwa kilalo mwa pale atre ya zamani yenye labda iko pale kama vile reference au monument na iko na matura mingi sana. Donc on propose aux autorités urbaines anaweza weka hata ndani mambao pour permettre hata ba piéton bako wanapita kule en attendant. Na ndio ile tulikuwa tunafafa ile makele vile na mwiyo hiyo tu angle moya kwa constate kama na leo wanafanya ile kazi ya uongozaji wa magari pale. La rive des fois débordement kuna kwa pia na bapita watu wanakuwa bengi sana, débordement na kwa mingi sana, kuna kwa ile mimi nataka mensuellement no maîtrise ya débordement aussi, na ndio kunapiga na cause vraiment ma problème niko très sérieux. Ndio mwile ile sens tulikuwa tunaonesha kwamba wakuu viongozi wafanye jitihada yote parce que déjà au moins quelque chose déjà quoi débourser pour que bafanye les kazi nikoonekane faida sana. Ndio mwile ile sens tunaambia bakaji yote wanaweza kama mprise ya RN5 wanaweza kabisa kuja manyumba yao kabla serikali haijakuja kuwavunjia. Na mwile tu marakati huko mpema utata mingi sana kizika ndani. Sasa kama ingawa pora ya Kalundu na hiyo mprise ya RN5 iliendaka na maji. Sasa bakaji mpaka sasa bayajua bale mimi atakuwa ndo maji donc wale watavunja manyumba yao yenyewe kwa mprise ya RN5. So rabu itakuwa namna gani? Sasa serikali balipe sasa. Il paraît que OVD ishakafanya ile budget deuxième plan B yenye labda ya kwa voter kwa niveau ya pouvoir central. Mais néanmoins tunaendelea kufeliciter sasa kwa matendeka mais néanmoins la réclamation m'inquiétude kutu mingi mwile masansi ya ville. Upande mwingine vuguvugu hilo limeshukuru serikali kuu ya Kinshasa kwa kuweka mradi huo wa ujenzi na kuweka lami mjini Uvira. Emmanuel Abedi amerejea mara tena. Oui, nawaza prestation kwa mzuri parce que là on a besoin de barabara ya kutron ingia hapa. Kwa prestation kwa mzuri, na hiyo tunataka mkisaidia ma reclamation donc kama fasi yenyewe zingalike pesa inaleta potopoto mais ile pesa nyiko alloué donc iko alloué na tukuka kwa raia.
tu bulu mapitite erreur kidogo wenyewe kwa kunaonekana nyinyi tuko tunatia tu mama kuonesha wakuu viongozi parce que atrefuze siko pale kwa executive tu parce que serikali taonesha atumiki na ndio ile mwe masanzi kuna fere negotiation tunaongea kama na ngambo na wanaangalia kitu kufanya mimi sasa ndio litumana hata kazi za pale monima batukipata na kutaka fanyika ujanja pale tukalerte nikaonekana kwamba eska yake problem serikali ndio ilikuwa inatembea na lalala na unaweza kupige contest ya security Uvira eke paro seka hata na permit kufanya kwa sasa ndio ndio kumedifaa kama na pale monima hapa kuvunja ile emblem parce que ndio pote ya Uvira manyumba ziko yule ziko mampreza ya RNC bazivunje zote parce que nous avons même des cabines za zenye zilikuwa dégagées ma RN5 hakuna viajabu pale ndio wanaenda kubose anasema anatanda compromis yako ya mzuri basi skandal kwanza matravo pale anatanda kwa mazao ya vile na tu ile tu kama mchezo tu unaona wana avancer bien kunaonekana vraiment dalili ya mzuri sana na ile tu mchezo ya kutokona clair mafazi mazimozi iko mpema makrubasi nombre ya makada d'accident nombre ya makao si ya maperte en vie nombre ya. Na kwenye habari zinazojumuisha tarafa nzima ya Fizi, msikilizaji, shirika la raia Force Vive tarafani Fizi limeomba kwa serikali kuu ya Kinshasa hasa vitengo husika na usalama kuwajibika ipasavyo kwa ajili ya kunusuru maisha ya raia wa vijiji mbalimbali vinavyopatikana katika nyanja za juu na zile za kati ambao wanaendelea kupata shida kila kuchao kutokana na vita. Jacques Alimasi ni mratibu wa shirika hilo tarafani Fizi amesema kuwa mapambano kati ya waasi wa M23 na washiriki wao dhidi ya wazalendo yanaendelea kujiri kila kuchao na kupelekea raia wengi kuyahama makazi yao. Tunakwenda kutoa kibarua chetu na malalamiko wa wakuu viongozi wa serikali wa nchi yetu ya Kongo, pia hata kwa community international kufatana na hali ya usalama, hali ya kiutu ambayo inaendelea kuzorota katika tarafa letu la Fizi, hata katika sekta ya Itombwe kwa nyanja za juu, Mikenge na kandokando. Utakwenda kujua kwamba tangu tariki 4 umekwenda kuripotiwa makabiliano ya vita kati ya vikundi vya M23 AFC Twirwaneho Red Tabara ambao wanasaidiwa na nchi ya Rwanda pande moja, na pande nyingine vikundi vya silaha ambavyo tunaita wazalendo ambavyo vinasaidiwa na government yetu ya Kongo. Kikundi ambacho kinaitwa cha FADB kinasimamiwa naye komanda Ngoma Nzito, pia na kile cha FDCC RAPC ambacho kinasimamiwa naye Kakubanya. Makabiliano hayo yaliripotiwa katika vijiji vya Nakalambi, Kitisha, Ngezi hata na Bilalo mbili. Tariki 5 mwezi huu makabiliano ya vita liendelea kuonekana kwenye kijiji cha Rusangura, ni katika sekta ya Itombwe, groupement ya Bashimukinji ya kwanza. Ni katika kundi vya AFC Twirwaneho M23 ambavyo vinasaidiwa na Rwanda na Red Tabara. Walipigana na kikundi cha wazalendo wa Kakubanya pia na wazalendo wa Ngoma Nzito. Ile asubuhi vikundi vya AFC Twirwaneho M23 vilikwenda kushambulia ngome ya FARDC ambao wanasaidiwa na wazalendo katika kijiji cha Tuetue, Ngezi hata Point Zero. Wahamiaji wa ndani ambao walitoka Mikenge na kando kando ya Mikenge wote walikuwa wanaishi pale. Wandani walikuwa wanapatikana pale Point Zero, walikimbilia, wamoja wanakwenda na Kiele, wengine wanakwenda Mikalati, wengine wanakwenda Lumanya, na hivyo walihama na waliacha makazi yao na watoto waendelei tena na masomo. Kijiji hicho kinapana njia kwa warebel, wanaweza fasilima kufika kijiji cha Nakiele na wanaweza fika Fizi Centre. Mwishowe, Jacques Alimasi ameongeza kuwa kunaonekana sasa na ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu na raia wanaendelea kuhangaika. Tangu mwezi wa 3 mwaka raia walihama makazi yao na wakahama hata makao yao, waliendelea kupatikana huko kijiji cha Point Zero, na raia wanaendelea kusumbuka, haki ya kibinadamu haiheshimiwi, inaendelea kuvunjwa. Na ndio kwa maana tumeomba kwa ngambo zote
pande zote mbili waheshimie raia, waheshimie haki ya kibinadamu, waheshimie hata ile sheria ambayo inaendelea kuongoza vita, waheshimie ile ambayo tunaita cessez-le-feu, kwa sababu katika vikao vyote hata huko Amerika na Doha na wanamgambo na government yetu ya Kongo wamekwenda kusaini mikataba ya kusema kwamba wanashikisha vita na wataendelea kufuatilia mchakato wote ya kutafuta amani kwa njia ya usalama pasipokuwa njia ya vita. Naam, asante sana msikilizaji, ni hadi hapo ndipo naenda kufika kikomo kabisa uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Nikushukuru wewe ambaye unaambatana nami mwanzo hadi sasa. Nishukuru pia wenzangu wote ambao kwa namna moja au nyingine walisaidia kuandaa habari hizi. Zake Mulucha Ashibe ni jina langu, upande wa pili merci mbiletea isikilia vimada watila mitambo. Msikilizaji, tukutana wakati mwingine, mpaka hapa sina la ziada. Amani iwe nawe.